Mtazamaji wangu na msikilizaji wangu ambao unakuwa ukifuatilia kipindi chetu cha Mawimbi ya Uamsho, ni siku nyingine tena ninakukaribisha katika kipindi chetu kizuri cha Mawimbi ya Uamsho, ambapo tunapata fursa ya kuweza kupitia maandiko au andiko na kuliangalia na jinsi ambavyo linatuelezea na linatufundisha. Na siku hii ya leo tutakuwa tukiangalia maandiko kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Andiko letu kuu litakuwa ile sura ya 3 na mstari wa 16 na 17, hasa tukiangazia kanisa kama hekalu. Kwa maana katika nyakati tunazoishi au uelewa sahihi wa hekalu ni jambo la msingi sana. Tumelelewa katika mazingira ambapo tunajenga majengo mazuri au tumekuta majengo mazuri, majengo mbalimbali ambazo ni nyumba za ibada, na kwa bahati mbaya au changamoto ambayo tunakutana nayo ni kwamba msisitizo wetu tunajikuta tumeweka kwenye nyumba na kusahau hekalu lenyewe. Na hii imetokana na mazoea na tafasiri ambayo tunaipata kutoka katika Agano la Kale, kwamba kulikuwa na hekalu moja ambapo Mungu ndio aliishi pale. Sasa katika Agano Jipya tunaona nini? Tukianza kwa kusoma mstari ule wa 16 na mstari wa 17, Biblia inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndio ninyi. Mtazamaji wangu, tunaona Mtume Paulo anawaandikia Wakorintho, na katika muktadha wa mistari hii miwili Mtume Paulo anaandika kuwakemea Wakorintho kwa habari ya mgawanyiko ndani ya kanisa. Lakini katikati ya somo hilo, akijaribu kuelezea kwa nini hawatakiwi kugawanyika, kwamba sisi tumekuwa kitu kimoja ndani ya Kristo Yesu, analeta kuonyesha jinsi ambavyo mtu mmoja na sisi kwa pamoja. Ana mahala pengine anaandika kuhusu miili yetu kwa hekalu la Roho Mtakatifu, lakini katika muktadha huu akimaanisha kanisa, waamini ndani ya Kristo Yesu, tunatengeneza hekalu. Na hekalu kutoka katika Agano la Kale ilikuwa ni mahala ambapo ibada ilifanyika, sadaka zilitolewa, na Mungu aliketi patakatifu pa patakatifu. Sasa tunapoangalia maandiko katika muktadha huu, tunaona ya kwamba katika Agano Jipya sisi waamini ndani ya Kristo Yesu ndio kwa pamoja, kwa umoja wetu tunaitengeneza nyumba ya Mungu. Kwa nyumba ya Mungu si tena majengo ambapo tunakutana na kufanya ibada, bali ni sisi kwa pamoja katika umoja wetu ndani ya Kristo Yesu ndio tunalifanya hekalu la Bwana. Na hivyo sisi wenyewe ndio tunakuwa makuhani, lakini pia tunatakiwa kutoa sadaka, au sisi wenyewe tunakuwa sadaka, au tunatoa sadaka kama nitakavyoonyesha katika dakika chache zijazo. Kwa tumeona kama tumeona katika hili andiko, jambo moja ambalo nataka nilisisitiza sana, na Mtume Paulo alisisitiza kwa nguvu nyingi. Anasema katika ule mstari wa 16, mstari wa 17, anasema kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu itakatifu, ambalo ndio ninyi, akimaanisha Wakorintho. Kwamba katika Agano Jipya, moja ya eneo ambalo mimi ninalifahamu, Mungu ameahidi kumharibu yule anayeharibu kitu hicho, ni kuharibu hekalu lake, ambao ni umoja, mshikamano na kanisa kwa ujumla. Kwa mtu yoyote anayepambana na kanisa, iwe kwa makusudi au isiwe kwa makusudi, anaangukia katika hatari ya kuharibiwa na Mungu, kama ambavyo maandiko yanavyosema. Na kwa namna gani mtu anaweza kuliharibu kanisa? Ni kwa kuharibu umoja, kwa kulipinga na kuzuia kanisa lisiweze kufanya linachokifanya. Huo ni uharibifu kutoka nje, lakini uharibifu kutoka ndani
ni kwa waamini, kama ambavyo Mtume Paulo anawaambia Wakorintho, waliokuwa wanaleta magawanyiko, wanaharibu umoja na mshikamano wa kanisa kama mwili wa Kristo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni muhimu sana kukumbuka na kujua moja ya kitu ambacho Mungu anakiangalia kwa wivu ni hekalu lake ambalo ni sisi. Kwa hiyo kama kuna uwekezaji mkubwa tunaotakiwa kufanya, tunapofanya katika kumjengea Mungu nyumba yake, ni kuangalia namna gani tutamjengea Mungu waamini ndani ya Kristo Yesu, waliooshwa kwa damu ya Yesu, wanaomwishia, wanaomlingana, waliobadilishwa, waliogeuzwa, wanaoishi kwa umoja, wasio na migawanyiko, tulioshikamana. Hilo ndio hekalu la Mungu. Kanisa linatakiwa liweke msisitizo mkubwa katika kujenga hekalu la kweli, na si haya ya muda yanayotengenezwa na wanadamu. Na ndio maana mahala pengine amesema ya kwamba hatoishi tena katika nyumba iliyotengenezwa au kujengwa kwa mikono ya wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu wokovu wetu sio matokeo ya kazi ya wanadamu, bali ni kazi ambayo Kristo mwenyewe ameifanya. Sasa tukiendelea kuangalia tu, ni kuonyesha maandiko mengine, nikiangalia Petro wa kwanza kwa mfano, sura ile ya 2 na mstari wa 5. Nitasoma nafikiri kwanza mstari wa 4. Mwendeeni yeye, jiwe lililo hai, lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Mstari wa 5 nataka kusisitiza, ninyi nanyi, akimaanisha waamini, kama mawe yaliyo hai, sisi tu mawe yaliyo hai, kwa sababu tumezaliwa na jiwe lililo hai ambaye ni Yesu Kristo. Mmejengwa muwe nyumba ya roho. Moja, sisi tumejengwa kuwa nyumba ya roho. Lakini la pili, ukuhani mtakatifu. Kwa hiyo kama ilivyokuwa katika Agano la Kale, kulikuwa na hekalu, alafu kuna makuhani. Sasa ilikuwa ni kabila la Lawi. Lakini katika Agano Jipya kuna hekalu ambao sisi ndio mawe tunalitengeneza, alafu sisi sote kama waamini ndio makuhani. Ndio maana tunaitwa kuhani mtakatifu. Mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kuna neno hapo dhabihu za roho, na kutokana na hiyo naomba tuende kwa haraka katika kitabu cha Ibrania sura ile ya 13 na ule mstari wa 15 na wa 16. Kwa sababu unajua kuna watu wamekuwa wakifundisha, na nimewahi kuona mtu mmoja akasema, mimi leo sijaenda kanisani. Kwa nini sijaenda kanisani? Kwa sababu sikuwa na sadaka. Na unajua huwezi kwenda nyumbani mwa Bwana, mbele za Bwana mikono mitupu. Hilo litakuwa ni somo jingine la wakati mwingine nitakwenda kuliangalia, lakini kwa leo twende dhabihu za kiroho. Kwa hiyo kila mmoja, sisi wenyewe kama makuhani, haiwezekani. Hauwezi kukaa katika ibada ukashindwa kwenda kweli na sadaka, kwa sababu sadaka ziko za aina nyingi. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Hiyo ni moja ya sadaka, dhabihu ya sifa daima, yani tunda la midomo ili ungamayo jina lake. Mstari wa 16. Hiyo ni moja ya sadaka, dhabihu za sifa. Ya pili, lakini msisahau kutenda mema. Aina nyingine ya sadaka za kiroho au dhabihu za kiroho na kushirikiana. Sasa ukisoma katika Biblia ya Kiingereza, kushirikiana hapa inamaanisha kushiriki na wengine, kukusa maisha ya watu wengine katika kutenda mema na kushiriki kwa na ushirika na wengine. Maana sadaka kama hizi ndizo zimpendezazo Mungu. Kwa tunaona sisi wenyewe ni mawe, tunajenga nyumba ya Bwana. Sisi ni hekalu, waamini ndio wanatengeneza hekalu. Pili, sisi ni makuhani ndani ya hilo hekalu, waamini wote, sio mtu mmoja, sio fulani. Na katika karama na huduma zote ambazo Mungu amezitoa katika Agano Jipya, hakuna huduma ya kuhani kwa mtu mmoja au kikundi fulani cha watu. Kwa hiyo sisi sote waamini ni makuhani, sote kwa ujumla wetu ni makuhani. Ukuhani wa Mungu ambao tunafanya kazi ndani ya hekalu, na hilo hekalu ni sisi wenyewe ndo tumelijenga, yani mwili wa Kristo ambao unalijenga hekalu. Sasa dhabihu nyingine ni sisi wenyewe kujitoa, kama inavyosema katika Warumi sura ile ya 12 mstari wa 1 na wa 2.
Tulipoona anaambia Warumi, basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Mstari wa 2, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali igeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo tumeona sisi wenyewe kuishi maisha yenye kubadilishwa na kugeuzwa na kuitoa miili yetu. Tumeona dhabihu za sifa, tumeona matendo mema na ushirika. Hizo ni dhabihu za kiroho ambazo zimesema na ziko katika hekalu zinatolewa. Lakini hekalu lenyewe kwa msisitizo amesema, tulipoona katika mstari wetu tuanza nao, ya kwamba sisi wenyewe kwa pamoja tunatengeneza hekalu la Mungu. Nataka uondoke na mambo yafuatayo, mtu unayetazama. Moja, msisitizo mkuu uwe kwenye kujenga watu walio gizani watoke gizani, na kisha tutengeneze wanafunzi wa Yesu, kwa sababu wanafunzi wa Yesu ndio hekalu, ambapo katikati yake na ndani yake Kristo ndo anakaa, au Mungu ndo anakaa, au roho wa Kristo ndo anakaa. Kwa hiyo kipaumbele chetu kikubwa tunaposema tunamjengea Mungu nyumba, tukisema tunamjengea Mungu nyumba, hakai tena kwenye nyumba zinazotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Anakaa kwenye nyumba inayotengenezwa na Roho Mtakatifu. Wokovu ni zao la Roho Mtakatifu. Hicho cha kwanza, tuweke vipaumbele vyetu sawa. Jambo la pili, Mungu amesema anayeharibu hekalu lake atamharibu. Ni kuonye wewe mwenye nia ovu ya kuharibu kanisa, utaharibiwa. Na tumeona kuharibiwa kwa aina mbili. Kuharibu kwa aina mbili radha. Mtu anaweza kuharibu kutoka nje, lakini hata ndani, kama katika muktadha wa andiko tulikuwa tukiangalia kwamba Wakorintho baadhi yao walikuwa wanaleta mgawanyiko na kusababisha mgawanyiko na kanisa lisiweze kusimama inavyotakikana. Lakini jambo la tatu, kwamba sisi ndio nyumba yenyewe ya Mungu, lakini pia sisi sote kwa pamoja kama waamini ndio makuhani, na tunatoa dhabihu za Roho na ndio zinakubalika. Na hizo dhabihu ninakutajia, moja ni za sifa ya midomo yetu, pili matendo mema na ushirika, lakini na kuitoa miili yetu kama dhabihu takatifu iliyokubalika. Mungu wa mbinguni akubariki sana unapoendelea kulilinda na kulijenga hekalu la Mungu ambayo ni watakatifu. Wewe uliye sehemu ya hekalu la Mungu, tambua ya kwamba Kristo na Roho wake Mtakatifu na Baba wanakaa ndani yetu, lakini pia wanakaa katika hekalu, kwa maana ya umoja kwa pamoja waamini sote mwili wa Kristo ndio kinajenga hiyo nyumba. Ninatambua ni muhimu tuwe na mahala pazuri pa kuabudia, lakini hilo sio hekalu la Bwana, bali ni nyumba ya ibada. Hekalu linabaki kuwa waamini waliotakaswa kwa damu ya Yesu. Hiyo nyumba anayoijenga mwenyewe ndio anayokaa. Kumbuka hilo na wekeza katika hilo, na Mungu amekubariki. Tukutane tena katika kipindi chetu kingine. Asante.